Mbolea hii ambayo inaletwa, tunaona ya kwamba mwaka uliopita kulikuwa na changamoto ya mbolea, lakini tunaamini ya kwamba mwaka huu utakuwa mwaka ambao mbolea yetu itakuwa mbolea inaweza leta chakula. Na ninaomba ya kwamba ile mbolea ambayo inaenda kuharibiwa, wacha wawe serious, wahakikishe ya kwamba mbolea zenye wanaachilia kwa cereal board ni mbolea ambayo tumenunua, ambayo tunaenda kununua itakuwa mbolea itakayesaidia watu wetu wa Kenya kwa upanzi wa msimu huu. Inchi ikikosa chakula, inchi inapata shida. So mimi nataka kusema tu inchi yetu ama minister wetu ambaye anahusika na mambo ya agriculture achunguze kimakini, naone ya kwamba mbolea inayowekwa wakati huu ni mbolea itakayosaidia wananchi wetu ama taifa letu la Kenya. Unaweza saidia mwenzako, usione shamba la mwenzako kwa sababu amepungukiwa kwa upanzi, msaidie ili tusaidiane, tuone ya kwamba inchi ama jirani ana chakula na wewe una chakula. Na tukifanya hivyo hata tutakuwa tunapunguza rate ya wizi katika taifa letu la Kenya. Naomba tu serikali mali penye wako wachue mali vile wachana hawa wanaweza kisaidia. Hakika ukiona mbolea hii ya serikali, hii mbolea inakuja kwa wale watu wenye wanachiweza. Sasa tunaomba tu kama wewe unasimamia upande wa hii mbolea ya wachani, mungekuwa mnaweka kando mbolea ya wachani na wale wenye hawachiwezi. Wenye wanaenda kuchukua hiyo mbolea na wasiochiweza kwa bei ya juu. Sasa sisi wa chini tunaumia sana. MCA wako, MPs wako, lakini hawajali wasiochiweza. Sasa kwa hii nafasi nasema ya kwamba wale wanyonge wenye hawajiwezi kupata hiyo mbolea. Kuna mbolea ambayo inakuja katika cereal board. Tunaomba serikali itumie wachungaji, ndio wanajua wale watu ambao wanahitaji. Bure tu kwa sasa tunaona ni watu wengi sana ambao wanachukua na wanakuja na malori ndio wanachukua hiyo mbolea. Na vile wanaenda kuuza kwa watu wengine. Lakini wale ambao wanatakana wapate hawajapata. Tunaomba kaunti yetu Bwana Mheshimiwa Lusaka, wale ambao serikali yako inapeana mbolea, haipeani kwa wale ambao wanahitaji. Inapeana kwa wale watu ambao wanajiweza wengi wao. Mtembelee makanisa, watawatolea wale watu ambao wana mahitaji. Mwaka uliopita nao baadhi ya wajane tuliozungumza nao wamelalamikia kubaguliwa wakati wa kupeana kwa mbolea, anavyotueleza Naomi Kibisi na Richard Onyonyi. Wycliffe Mbita ambaye ni msimamizi wa kikundi cha wajane cha Alpha anataka serikali ya kaunti ya Bungoma kutumia makanisa ili kupata wale wanaostahili kunufaika na mbolea hiyo.